tunajikita katika masuala ya afya hii leo, tukipiga darubini ya afya na tukiangazia kero ya magonjwa ya zinaa, ambapo tayari tuna takwimu na vilevile tuna swali la siku, na mitandaoni tunauliza hili swali hapa: mbona asilimia kubwa ya Wakenya wanaogopa kupimwa magonjwa ya zinaa wanapokuwa na dalili? Mbona asilimia kubwa ya Wakenya wanaogopa kupimwa magonjwa ya zinaa wanapokuwa na dalili? Sema nasi kupitia nambari yetu ya WhatsApp ni 0793 267279, vilevile kwenye mitandao yetu ya kijamii TV47 Digital, kwenye mtandao wa X, kwenye mtandao wa Facebook ni TV47 Kenya, na vilevile kwenye mtandao wa YouTube tuko live, ambapo tunakupeperushia mbashara matangazo haya. Tunaangazia dalili za magonjwa ya zinaa, na mojawapo ya dalili hizo ni vidonda kwenye sehemu za siri, uchungu wakati wa ngono, uchafu katika sehemu za siri, uchungu wakati wa kwenda haja ndogo, na uchungu katika utumbo. Ni baadhi tu ya dalili za magonjwa ya zinaa ambayo huenda ukashuhudiwa iwapo una ugonjwa huo. Vilevile tunaangazia magonjwa ya zinaa ambayo yameripotiwa nchini na hususan katika kaunti ya Nairobi. Mojawapo ni kaswende, kisonono, chlamydia, HIV na HPV. Ndio baadhi tu ya magonjwa ya zinaa. Tunaangazia pia visababishi vya magonjwa ya zinaa. Ni vitu vipi ambavyo vinasababisha magonjwa haya ya zinaa? Mojawapo ni bakteria, virusi na vimelea. Bakteria, virusi na vimelea. Vilevile tunaangazia kwamba kliniki ya AHF inachunguza sampuli 20 kila siku, na asilimia 75 zinapatikana na angalau aina moja ya zinaa. Ya kutisha, sio? Asilimia 75 zinapatikana na angalau aina moja ya zinaa. Vilevile tunaangazia takwimu ulimwenguni. Kulingana na WHO mwaka wa 2022 ni kwamba watu milioni 1 wanapatikana na aina moja ya magonjwa haya, na visa milioni 8 vya kaswende kwa watu wenye umri wa miaka 15 na 49. Halafu pia vifo zaidi ya 1230 hutokana na kaswende kila mwaka. Ni baadhi tu ya takwimu tulizo nazo kwenye mada yetu ya leo ya kero ya magonjwa ya zinaa, ambapo tunaangazia ni sababu zipi ambazo humfanya mtu kutopimwa hata wakati ambapo anaonyesha dalili. Na katika kutusaidia kuchanganua na kudadavua maswala mazima, studioni yupo afisa tabibu AHF Kenya, Martin Kinyua. Karibu sana Bwana Kinyua studioni. Asante sana. Karibu naye ameketi Wabomba Sasha, afisa wa tabibu The Karen Hospital. Karibu sana Wabomba. Asante. Kule mwisho. Alafu kando yake ni Samuel Jobunga ambaye ni mwanarika. Karibu sana studioni. Asante sana. Na Helen Mukuhi ambaye ni mwanarika pia. Karibu sana studioni. Na labda nitakuwa naanza na wanarika. Katika swali letu la siku ambalo tunaliuliza hii leo, ni kwa nini watu wengi hawapendi kwenda kupimwa hata ingawa wanaonyesha dalili? Ni kipi ambacho kinachangia, labda kutokana na vitu ambavyo mmesikia kule mitandaoni, mitaani? Ni sababu zipi ambazo shinikiza watu kutofika katika vituo vya hospitali kwenda kupimwa magonjwa haya ya zinaa? Tukianza nawe Helen. Asante kwa fursa hii. Nadhani kuwa baadhi ya watu wanaogopa kupimwa magonjwa haya kwa sababu wanaogopa majibu watakayopata. Na pia ukipata majibu, kwa mfano kama kweli una magonjwa hayo, unaogopa kuwa watu ambao unaishi nao, familia yako, marafiki zako, labda kama umeolewa, mume wako ama mke wako, watakutenga watakapojua kuwa unaugua virusi ama magonjwa haya ya zinaa. Kwako? Naweza sema hofu ya unyanyapaa katika jamii. Naam. Ama kwa jina Kingongo ni stigma. Yeah. Ukijulikana kuwa uko na STI, HIV ama hiyo HPV, hepatitis, inaleta dhulma katika ujamii. Ndio umoja wapo katika, ndio maana wanafunzi hawapendi kupimwa.
ndio atatengwa kando. Hiyo ndio naweza sema. Na napenda sana unapozungumzia swala hili la unyanyapaa, manake ni mojawapo tu ya vitu ambavyo vinasababisha wengi kutofika katika vituo vya afya kutafuta matibabu, na hususan katika magonjwa haya ya zinaa. Na labda nikimshirikisha afisa tabibu Martin Kinyua, hawa wanarika wanazungumza, mmoja anasema labda ni kule kutengwa kwenye jamii, mwingine anasema ni unyanyapaa katika jamii. Labda wanaofika katika vituo vya afya wanasema ni nini haswa kinawazuia kufika mapema? Labda mtu anakuja anakuambia nilianza kusikia kujikuna labda 2 months ago, lakini 2 months ago ulikuwa unafanya nini? Hukufika katika kituo cha afya. Okay, asante sana kwa fursa hii. Kwa kweli vile ambavyo wamesema ni kweli, lakini katika zile vituo zetu vya afya mara nyingi utapata ile shida kubwa ni zile myths na misconceptions ambazo wako nazo kuhusu STIs, magonjwa ya zinaa. Alafu kuna mambo mengi ambayo yanaendelea pale nje, especially ukienda kwa matibabu. Mara nyingi utapata kuna mambo ambao watu wanayajua ambao si ya kweli kuhusu matibabu ama pia dalili za magonjwa ya zinaa. So unapata mtu kwanza atajaribu njia zingine huko nje za kujaribu kutibu magonjwa ya zinaa, na wakati ambapo wanafika pale hospitali na kuwa kidogo wamechelewa. Na hata hivyo pia ni vizuri kukumbuka kwamba magonjwa ya zinaa haya tunajua njia kubwa ambao watu wanapata haya magonjwa ni kupitia kwa ngono. So kitu ya kwanza watu wanaogopa kuhusishwa na promiscuity, ama inakaa ambao wewe ni kama unaweza ogopa mtu wa kulebo kama maybe a sex worker, female sex worker ama female sex worker. So kuna hiyo kuogopa kwenda kwa sababu unaogopa kujajiwa, especially pale kwa hospitali. Na pia vile nilivyosema, wakati mwingine tunajaribu njia zingine ambazo hazifai za matibabu, na unapata wakati ambapo mtu anafika pale kwa hospitali inakuwa kidogo mtu amechelewa. Naam. Na tumeweza kuangazia baadhi ya magonjwa ya zinaa ambayo yanashuhudiwa humu nchini, lakini kutokana labda na tajriba yako, experience yako, ni magonjwa yepi ya zinaa ambayo yanaathiri wananchi humu nchini sana, na labda unaweza pia kutupatia umri fulani ambao unaathirika na ugonjwa fulani? Yeah, kwa kweli kuna magonjwa matatu ya zinaa ambayo yako common sana. Na ya kwanza kabisa ni chlamydia. Utapata chlamydia ndio the number 1 STI. Then number 2 ni kisonono ambao ni gonorrhea. Yeah, and then hizo ndio zile the commonest. Alafu pia of course pia tuna pia HIV, na kama vile ulivyoonesha pale pia HPV pia iko very common among the population. Lakini tukizungumzia kwa asilimia chlamydia, kisonono, HIV in terms of percentage, tunazungumzia nationally ama labda tunaangazia tu Nairobi? Unaweza kutupatia hizo asilimia? Yeah, actually utapata kama kuna research ambayo imefanywa juzi na KEMRI, na wanaashiria kwamba 10% ya wale youths between the age of 15 to 19 wako either na chlamydia ama gonorrhea ama syphilis. So unapata 10% ni asilimia juu sana kwa that age group between 15 and 19. Na utapata mara nyingi wale watu ambao wanajulikana kupata haya magonjwa mara nyingine hata hawana zile symptoms zile ambavyo ulituonesha pale. Utapata mara nyingi like 50% of them hata hawana any symptom ya hizi magonjwa ya zinaa. Yeah. Ni kwa nini hawana hizo symptoms na yet labda vile virusi viko ndani? Yeah, so wakati mwingine kuna mambo kadhaa ambayo yanachangia kwamba utapata zile symptoms ama wakati mwingine hutapata zile symptoms. So one of the things ni kinga yako ya mwili. Kumbuka si kila wakati ambapo unakuwa exposed na yale magonjwa ya zinaa imaanishi kwamba lazima utapata. Kinga yako mwili inaweza kumask ile magonjwa ya zinaa, na unapata zile symptoms zinachukua muda mrefu kupresent. So unaweza pata depending na immunity ya mtu. Kuna mtu ambaye ataanza kupata zile symptoms mapema, na pia kuna wengine wanaweza kaa pia kwa sababu mwili wako unaweza kujaribu kumask ama kufight ile infection. So unapata uko na ile infection, yes, lakini uko asymptomatic. Unapata. So then the other thing ni kumbuka
kuna kuwaga na muda fulani ambao kutoka wakati ambapo mtu alipata infection na uanze kupata the symptoms, so tunaita incubation period. So utapata for example kama magonjwa ya bakteria sana sana yachukua hadi wiki 2 ndio mtu aweze kupata zile symptoms, sana sana chlamydia ama gonorrhea. Magonjwa mengine kama syphilis ama HIV utapata unaweza kupata symptoms azali zinaanzaga usually within the first 3 months. So during that time, wakati ambapo yuko during that incubation period, unapata kwamba uko na ugonjwa unaweza sambaza lakini hauna symptoms zozote. Ndio maana mara nyingi huwa tunasihi watu kwenda kwa hospitali kuweza kuangaliwa, kwa sababu mara nyingi kuna vipimo ambazo zinafanywa pale na zinaweza kuonesha kwamba uko na virusi ama bakteria hata kama una symptom yote, na unaweza anza kupata matibabu mapema. Kwa hivyo inawezekana kwamba mtu anaugua ugonjwa wa zinaa lakini hana dalili zozote. Kabisa. Asante. Nije kwako Wabomba Sasha, kuna tofauti gani kati ya magonjwa ya zinaa ambayo yanatibika na yasiyotibika? Kwanza kabisa, kuna magonjwa ya zinaa ambayo yanaweza kutibika na mengine ambayo hayawezi kutibika? Asante sana kwa swali hilo. Magonjwa ya zinaa naongelea up to 2026. A lot of research has been done. Kuna madawa mengi ya kuprevent magonjwa haya. So unapata most of the times bacterial infections, kuna antibiotics for that. Ndio. Lakini magonjwa ambazo kama viral, kuna antivirals ndio, lakini most of them ni prevention tu, yani you'll be treating the symptoms. Kwa hivyo siwezi sema kwamba kuna magonjwa yanayotibika na yasiyotibika, kwa sababu we'll still be treating the symptoms, the signs that you're presenting with, lakini kuna yale magonjwa yenye they'll be extensive yani. Naam. Kwa hivyo unapozungumzia kwamba huwezi kusema kuna magonjwa ambayo yanaweza kutibika na ambayo hayawezi kutibika, unajua mtazamaji wa kawaida anauliza swali, kwa hivyo leo hii nikielekea hospitalini nitibiwe na nipatikane kwamba ninaugua ugonjwa wa zinaa, ina maana kwamba siwezi kutibiwa kabisa? Hapana. I think hiyo ni one of the myths and misconceptions ambazo watu wanazo, kwa sababu they feel like kuna magonjwa ambayo hayawezi tibika. Hata ugonjwa kama HIV, si kuna zile dawa ambazo mtu anameza kusuppress yani the symptoms exactly. Ndio, the virus might not toka from the mwili, but tutatibu yale symptoms ambayo you're presenting, yani tutatibu ukali wa ugonjwa huo. Naam. Kwa hivyo watu wasiogope kwamba hawezi tibika. Mambo kama hayo ndio yanafanya watu wakose kuja hospitalini. Lack of knowledge. Hawajui kwamba hata kama hakuna specific medication for this disease, bado tunaweza kusuppress the symptoms ama ukali wa ugonjwa huo. Naam. Having interacted na hawa wagonjwa wa magonjwa ya zinaa, labda unaweza kuzungumzia ni makosa gani ambayo wagonjwa wa magonjwa ya zinaa wanafanya wakati ambapo wanagundua kwamba wana dalili za magonjwa haya? Naam. One of the things ambazo nimeona kwa sana ni kupuuza. Kwa sababu mtu atasema last time nilikuwa naumwa na tumbo, tena this time ni tumbo. Tukiongelea tumbo tunaongelea tumbo ya chini. Kuna tumbo ya juu na tumbo ya chini, ndio. So mtu atakuwa anaumwa na tumbo ya chini ama ana uchafu unatoka sehemu nyeti, lakini they're not able to come kwa sababu wanasema I had that na ikaenda tu on its own. Another thing ni watu wengi hawamalizi dawa zao. So the last time was tuliongelea resistance. Na watu wengi they'll start antibiotics, wanaachia katikati kwa sababu hizo symptoms zimeisha, na hapo ndo unapata watu wako na resistance. The next time anakuja ukimpatia the same dawa hazifanyi kazi. So hizi ni baadhi ya makosa ambazo watu wanafanya. Na pia wildly mimi ninavyoona wagonjwa, mimi huwa advise if you're coming in kutibiwa ugonjwa za zinaa, ni vizuri pia kukuja na mpendwa wako, kwa sababu hizi ni ugonjwa ambazo zinaambukizwa through most of the time ni sexual. Kwa hivyo tukikutibu wewe peke yako na tuseme uko na partner, wewe ukitibika, partner wako bado hajatibika, kwa hivyo mtaendelea kuendeleza ugonjwa kama hiyo. So usually tunaita recurrent kwa sababu inaenda ikijiongeza. Yani every day tunatibu mwezi mmoja unarudi na the same thing. So haya ni makosa ambayo watu wanafanya, na pia hiyo point ni one of the things ambazo watu wanaogopa kuja kupimwa kwa sababu they're scared of bringing their partners. Unaelewa, they're scared kwamba tutakwambia leta partner wako na labda ulitoa ugonjwa kwingine.
So naam, hizo ni baadhi ya makosa watu wanafanya. Okay. Naam. Kabla sijawashirikisha wanarika, labda nizungumze nawe Martin, kuhusiana na ni akina nani wako kwenye hatari kubwa zaidi ya kupata magonjwa haya. Manake awali ulizungumzia ripoti ambayo inaonyesha kwamba 10% ya watu walio katika umri wa miaka 15 hadi 19 wanaugua magonjwa haya ya zinaa, either chlamydia, kisonono au ugonjwa wa HIV. Kwa hivyo ni akina nani wako kwenye hatari kubwa zaidi ya kupata magonjwa haya? Ni hawa walio katika umri wa miaka 15 hadi 19, au ni kila mtu tu ambaye atajihusisha na ngono kiholela holela? Asante kwa hilo swali. Ningependa, kabla nijibu hilo swali, ningependa kuongeza pale ambapo mwenzangu alizungumzia kuhusu njia ama vile ambavyo magonjwa ya zinaa yanatibiwa, yale ambayo yanaweza tibiwa na yale mengine ambayo tunasema tuna manage tu. So ni vizuri kujua kwamba magonjwa mengi ya zinaa yako na tiba. Na utapata hata matibabu ya haya magonjwa ya zinaa, utapata mara nyingi zile dawa ambazo watu tunatumia ni dawa za muda mfupi sana. Utapata kwa mfano ukapatikana kwamba uko na ugonjwa kama kisonono, unahitaji kudungwa shindano moja peke yake na umepona. Unapata ugonjwa kama chlamydia, utapata ukitumia dawa inachukua karibu either unaweza tumia dawa ya tembe 2 kwa pamoja, ama pia unatumia dawa ya siku 7 kwa kutibu. So utapata magonjwa yale mengi ni yale ambayo yanaweza kutibika, lakini kama vile alivyosema, kuna pia ile magonjwa mengine ambayo yanasababishwa na virusi ambayo hayana tiba, yes, lakini kuna dawa ambazo zinapunguza makali ya ile virusi. Na uzuri wa kupunguza makali ya virusi ni kwamba mara nyingi utapata kama umetibiwa hauwezi kueneza ule ugonjwa, unapata na kwa hivyo tuna break ile chain ya infection. So mengi yanatibika, lakini kuna yale ambayo tunaweza manage. And actually tukiangalia yale tunazungumza kuhusu ku manage ni kama HIV kama vile alivyosema. Na pia kumbuka kuna ugonjwa mwingine nyingine ya zinaa ambao naitwa herpes simplex, especially type 2, pia human papilloma virus. So watu wasiogope kwenda kwa hospitali wakifikiri kwamba hakuna tiba ya magonjwa. Ni vizuri kujua kwamba tiba iko, na actually hata matibabu yanachukua chini ya siku 7 ndio mtu aweze kupona. Naam. Yes. Na kuhusiana na ni kina nani wako kwenye hatari zaidi? Yes. So ukiangalia kwa ile statistics tuko nayo kwa sasa, inaashiria kwamba wale watu wako kwa hatari zaidi, especially wale watu ambao wanatumia dawa za kujidunga, people who inject drugs, then followed by wale ambao ni addicts. Yoyote ambaye anatumia dawa ya kujidunga. Unapata, kwa sababu utapata mara nyingi naweza chukua ile sindano na nikitumia, kwa sababu mara nyingi utapata hawana ile pesa ya kuweza kununua shindano. So utapata naweza tumia, mtu mmoja anatumia shindano moja anapatia mwenzake, anajidunga pia na hiyo anapatia mwenzake. So utapata kwa sababu ile exchange ya damu, then transmission ya haya magonjwa pia especially HIV iko juu sana. Then the other one ni wale wanaume ambao tunaita MSM. So unapata wale wanaume ambao wanashiriki ngono na wanaume wenzao. Tunapata kwamba risk ya transmission ya hizi STIs ni juu zaidi kuliko wale the general population. And then the other category pia ni wale female sex workers. Pia utapata statistically speaking hao pia rates yao ya kupata HIV infection iko on the higher side. Hata hivyo pia tukiangalia kwa the general population, mara nyingi wale tumepata wako na huu ugonjwa, haya magonjwa kwa asilimia kubwa ni especially the youths and the adolescents. Especially wale kutoka miaka 15 hadi 24. Na sana sana the female gender. Okay. Utapata kina dada wako likely kupata haya magonjwa twice as likely, as in kama kuna wanaume 50 then unapata kwa mama ni kama 100. Utapata mara nyingi wako twice as likely. Na ni vizuri kujaribu kuangalia ni kwa nini unapata kina dada wanapata haya magonjwa kwa urahisi kuliko wanaume. So one of the things ni ukiangalia maumbile tu, utapata the surface area exposure ya haya magonjwa kwa kinadada na wanaume ni tofauti. Kinadada surface area yao ya uzazi ni kubwa,
And then tunazungumza kuhusu pia receptivity ya hizi infections. Kina dada wana receive, basically they are recipients of it, you know, especially mbegu za mwanaume, na zinaweza kaa pale kwa muda mrefu, so inapatia zile bakteria ama virusi nafasi kubwa ya kupenetrate kwa mwili. Na pia ukiangalia kimaumbile pia, wakati tunazungumza kuhusu sehemu ya uzazi, kumbuka pale kwa sehemu ya uzazi kuna kuwaga na a lot of veins and mucous membrane more kwa kina dada kuliko kwa wanaume. So mahali popote ambapo kuna ile mucous membrane ndio zile bakteria na virusi zinachukua nafasi ya kuingia. Mahali kuna unyevunyevu inachukua nafasi kuingia pale. La mwisho pia ni ukiangalia pia urethra ya kina dada na ile ya wanaume. Ukiangalia ile urethra ya kina dada ni fupi sana. Actually ukiangalia urethra ya wanaume iko like 5 times longer than that of ladies. Okay. So in case a lady anapata any infection, ina ascend kwa urahisi sana kuliko mwanaume. Nakumbuka kwamba wakati ambapo ile infection inapanda kwenda pale kwa the blood and the kidneys, wakati mwingine kama mtu for example umesikia kwenda kwa haja ndogo na umeenda kwa haja ndogo, mara nyingi kama haijaenda sana unaweza pia flash kwa choo. So inamaanisha kwa kina dada, kwa sababu inachukua muda mchache kupata ile infection pia inakuwa ni rahisi. Okay. And of course kuna mambo mengine especially siku hizi tunajua kwamba kina dada pia wakati mwingine ile negotiating power kwamba tutumie mipira tusitumie, wakati mwingine unapata maybe kama ilikuwa ni transactional sex, unapata sasa mwanaume ako na the high hand, namwambia kina dada mara nyingine mimi hii nao mpira situmii. Unapata sasa ni kama na force na inakuwa ni hivyo kwa sababu ile bargaining power kidogo iko chini kwa wengine wao. Yeah. Kwa hivyo kwa kifupi kile ambacho napata kutoka kwako ni kwamba mtu anaweza kuwa na partner wake ni mwanamke na anaugua ugonjwa wa zinaa, lakini mwenzake wa kiume haugui ugonjwa huo wa zinaa kutokana na ile umesema ni maumbile. Inawezekana? Inawezekana. Hata hivyo, inawezekana. Hata hivyo, ni vizuri kujua kwamba baadhi tuanze kwa kusema kwamba haimaanishi kwamba ukishiriki ngono na mtu ambaye ako na ugonjwa wa zinaa ni lazima upate. Si lazima. Lakini tunajua chance yako ya kupata iko juu. Kama mwanamke. Actually kama mwanamke ni zaidi. Kama mwanamume kidogo. Ni kidogo. Lakini ni kwa sababu unapata ugonjwa kama HIV kwa mfano. Haimaanishi ukishiriki mapenzi na mtu ambaye ako na HIV automatically utapata. Kwa sababu kumbuka mwili wako uko na njia nyingi za kuzuilia infection. Na ndio pale tulizungumzia kuhusu immunity, kinga ya mwili. So kinga yako mwili ilivyo juu, ndio pia utapata chance yako kupata hii infection iko chini. Okay. And then kitu nyingine pia ni vizuri kukumbuka kwamba wakati wa ile exposure ya ugonjwa kama HIV kwa mfano, kuna mambo mengi ambayo yanachangia pale. Moja tumezungumza kuhusu kinga ya mwili. Ya pili pia ni uko na ugonjwa yote ingine ya zinaa. Sana sana magonjwa ambayo yanasababisha vidonda yanafanya yule mtu anaweza kupata HIV kwa urahisi zaidi kuliko because ukipata ni broken skin, you know, utapata kwamba ile HIV inaweza ingia kwa urahisi kuliko ile mtu ako just sawa, hana vidonda, hana any pimples hivyo. Yeah. So hayo ndio baadhi ya mambo ambayo anaweza changia. Haya, naelezwa tuna simu. TV47 hello. TV47 hello. Hello TV47. Haya, naelezwa kwamba tumempoteza huyo, lakini mtazamaji zidi kusema nasi, tupigie simu hapa studioni iwapo una maswali. Basi tunao afisa wa matibabu kutoka The Karen Hospital na vile kutoka AHF Kenya ambao watakuwa wakijibu maswali yako. Lakini kwa sasa ni washirikishe wanarika hapa studioni. Unajua mitaani wanasema ni mbaya. Kwa hivyo nauliza, vijana wanauelewa kuhusiana na magonjwa haya ya zinaa au wako tu? Labda hata wewe Helen unasikia for the first time kutoka kwake Martin kwamba maumbile ya mwanamke na ya mwanaume yanachangia tofauti jinsi ambavyo ugonjwa huu unaenezwa. Asante kwa hilo swali. Nadhani kwa tukiongelea kama vijana kweli wanaelewa kuhusu magonjwa haya ya zinaa, jinsi mtu anavyopata ama athari yake, ni kwamba walio katika vijana ambao wamepata elimu, tuseme kwa mfano wamepitia katika shule ya msingi, ambao wameenda kwenye
shule ya upili na hata ambao wako campus wanauelewa magonjwa haya zaidi kuliko ambao hawajai kuwa shuleni, kwa sababu mimi tulifunzwa tukiwa shuleni kuhusu magonjwa haya. Pia kwa sasa kuna mitandao, ukipitia kwenye mtandao wa TikTok kwa mfano, kuna madaktari ambao wanaongelea masuala ya afya kwenye mitandao. Kwa hivyo pia nadhani kwa wakati tulio nao sahi in terms of technology inawasaidia vijana kujua kuhusu haya magonjwa. Ila kuna ambao kama tulivyoambiwa, kuna misconceptions na myths ambazo huwafanya watu kudhani kuwa maybe hawawezi wakapata kama wanafanya mara moja ama mambo kama hayo. Kwa hivyo kuna vijana ambao wanajua kuhusu haya magonjwa, kuna wengine ambao hawajui, na kuna wengine ambao wako tu na information ambayo imechanganyika. Naam, ambayo tunaita ni myths and misconception. Lakini napenda sana ulivyotaja mitandao na kwa mfano TikTok. Kwa hivyo unadhani kama kijana ni njia gani ambazo tunaweza kutumia kama taifa kuhakikisha kwamba kuna uhamasisho wa magonjwa ya aina hii, kwa mfano chlamydia, kisonono, HIV, labda kwa kutumia mitandao na vitu vingine vya kidijitali? Haya, kutumia mitandao kwa sababu wakati huu most of the people wako na uwezo wa kupata simu ya kisasa ambayo watatumia kuingia mtandaoni. Kwa hivyo tunaweza kuwa na mikakati ya kuhamasisha vijana kwa kuwaelimisha kuhusu magonjwa haya kwenye mitandao mbalimbali. Pia tunaweza tengeneza kwa mfano kama conference hivi ama vikao ambao tunaweza kuwaita vijana, pia tukawaita wasanii ambao wanawatazamia ili waweze kuwaeleza, kwa sababu ukiita mwanarika ambaye kwa mfano kama Saru, maybe kupeana tu mfano, vijana wengi wanapenda nyimbo zake. Kwa hivyo wakisikia kuhusu mambo kama haya kutoka kwa msanii kama huyo ambao wanamjua, wanampenda, itakuwa rahisi kwao kusikiliza kwa sababu wanapatana kimiaka. Wewe ni mwanafunzi KU. Naam. Labda pale shuleni ni kipi ambacho umeona ambacho kinatumika kuhakikisha kwamba kuna hii awareness ambayo inakuwa created around health generally, hata si magonjwa ya zinaa pekee, lakini kuhusiana tu na afya? Je, kuna mabango, are there posters around the schools? Labda kuna vitu ambavyo mnatumiwa, labda jumbe fupi kupitia nambari za shule, labda kuna hii mikutano, kongamano ambayo unazungumzia, conferences ambayo inafanywa kutoa hamasisho tu kuhusiana na afya? Naam. Kwanza ningependa kushukuru Chuo Kikuu cha KU kwa sababu kimeweka kipaumbele afya ya wanafunzi. Ukitembea kwenye vyuo na hata kwenye hostels za wanafunzi utapata kuna condom dispensers. Okay. Ukienda kwa hostels za wavulana, ukienda kwa kama reception utapata hizo condoms zimewekwa hapo, hizo mipira. Alafu pia kuna wakati unaingia chuo kikuu kwa mara ya kwanza ukiwa first year, kuna ile orientation, kipindi cha orientation ambapo mnafunzwa kuhusu, mnapelekwa, kuna hii place inaitwa Ghana huko KU. Alafu kama uko na shida yoyote, kama unataka kupewa mawaidha kuhusu magonjwa kama haya ama kuhusu ngono, mnapewa hiyo orientation mnapokuja shule mara ya kwanza. Alafu pia student leaders wanasaidia sana katika kuhamasisha wanafunzi. Okay. Asante sana. Pale University of Nairobi hali iko vipi? Ni different from dadangu Helen amesema. Naona hao wameendeleza kwa matiba ya hii STI na vile kuweza kutakoli issue. But ukiangalia katika chuo kikuu cha UN tulikuwa na unit yenye ilikuwa inaweza saidia wanafunzi kuelewa mambo ya STI na magonjwa ya zinaa. But ikatolewa kwa sababu walisema katika shule cha msingi ulishasoma na pia high school ulishasoma. Kulikuwa pia na mabango yakaondolewa pia. Na pia kulikuwa kumepakwa rangi hizo pia hazijawahi pakwa rangi tena. Na pia kulikuwa na pia condom dispensers. Yes, kunazo but hazina hizo condoms ndani. So tukiona katika chuo kikuu cha UN haijafanya vizuri katika hii
kutako issue ya magonjwa ya zinaa. Na kwa umbali zaidi ni kwa sababu unajua tuko karibu na CBD yenyewe, na unaweza pata hao wanadada wenzetu na zingine juu ametoka katika tabaka la chini. Anaweza enda hadi apitie River Road ama hapo Koinange Street juu hana pesa ya upkeep ya kujieka katika shule. So anaweza enda huku na pia asambazie wenzake huku shuleni. Haya, shikilia papo hapo, nitakuwa narejea kwako. TV47, hello. Hello TV47. Hello? Yes, habari za sasa, unaitwa nani na tupigia simu kutoka wapi? Habari za sasa ni nzuri, napiga simu kutoka kaunti ya Siaya. Kutoka Siaya. Haya, hapa studioni tunajadili kero ya magonjwa ya zinaa. Mchango wako ni upi? Una swali au ungependa kuchangia kwenye kipindi? Nina swali. Aha, paza sauti yako kidogo. Nimeona hapa kuna magonjwa. Ninaona ninajikuna sehemu za siri. Nilikuwa ya pili, naenda mara 2. Naumwa na tumbo chini. Naumwa na kichwa. Naumwa kichwa mara. Unaumwa wapi kwengine? Naumwa tumbo chini kwenye kitovu. Unaumwa tumbo chini, unaumwa kichwa na wapi kwengine? Naenda period mara 2. Ati anafanya nini? Naenda period kwa mwezi. Willy, unampata? Hebu nieleze anasema nini? Haya. Sawa, asante kwa hilo. Labda nadhani nimepata kile ambacho umesema. Tutakuwa tunawashirikisha hapa maafisa tabibu, watakuwa kitueleza labda ni kipi ambacho huenda ukawa unapitia, lakini sijui iwapo una swali kwao. Haya, naona tumempoteza huyo kutoka Siaya, lakini anasema kwamba anaumwa na tumbo chini na anaumwa na kichwa na sijui wapi kwengine, sijamsikia. Lakini ulikuwa umetaja Sasha kwamba kuna kuumwa na tumbo chini. Ni mojawapo ya dalili. Labda unaweza just respond quickly kwake kuhusiana na hizo dalili ambazo anataja. Naam, asante sana. Nilikuwa nimetaja kwamba kuumwa na tumbo kuna sehemu 2 za tumbo na juu na chini. Tumbo ya chini haswa ndo mtu akikuja, mimi as a clinician nataka kujua specifically ni wapi exactly unaumwa. Kwa hivyo mtu akitaja tumbo ya chini ndo sasa usually tumbo ya chini tuna associate na ugonjwa kama hizi. So najua amesema anaumwa na kichwa, tumbo ya chini na magonjwa kama haya, hizi symptoms zinakata across all this ugonjwa. Ndo kwa hivyo siwezi sema exactly ni nini anaathirika nayo, na pia most of the time akikuja tunatuma samples kwa lab. Lazima tufanye a hemogram tujue damu yake inaendeleaje, mkojo uko na nini. Tufanye culture and sensitivity tujue ni ugonjwa ni nini exactly na muaffect, ndio tujue kama ni virusi, kama ni bakteria ama ni nini. Kwa hivyo kwa sasa hatuwezi kuconclude kwamba ana ugonjwa wa zinaa, ni lazima afanye matibabu. Unfortunately. Afanye test Naam. Naona Martin nikao unanyongeza kabla hatujasonga mbele. Ningependa kuongeza kidogo kwa hilo. Ni vizuri kujua kwamba katika nchi yetu ya Kenya kwa sasa kwa hospitali nyingi tunatumia kitu tunaita syndromic management ya STIs. Okay. Syndromic management mara nyingi kwa zile hospitali nyingi utaenda utaelezea daktari kuhusu historia yako, vile ambavyo unajihisi, kama vile yule ambaye amepiga simu amezungumza. Alafu mara nyingi hautapata akipelekwa pale kwa lab, so utapata mara nyingi wanaangalia zile symptoms zenye uko nazo, alafu wanaziquate to a certain syndrome. For example, utapata kama a syndrome kama arthritis, kuna zile symptoms zenye mtu ata complain, alafu wana treat hivyo bila kwenda pale kwa lab. Lakini napenda vile ambavyo mhudumu wa afya alivyosema pia, kwamba
siku hizi especially kama ni mtu ameenda kwa hiyo treatment, amepatwa ile syndromic treatment na hajapata nafuu, ni vizuri kujua aswa the causative organism ya hiyo STI ni nini, assuming kwamba kwa sababu sasa tunazungumzia kuhusu STI, one of the things that likely naweza fikiria wakati ambapo mtu anakuambia anaumwa na tumbo yake ya chini ni a condition inaitwa pelvic inflammatory disease. Unapata, so ni vizuri kuweza kujua exactly the causative organism ni nini, ndio uweze kupata ile matibabu ambayo inafaa, kwa sababu kumbuka, kwa mfano vile tuliozungumza pale awali tukasema kwamba magonjwa kama kisonono, tukasema chlamydia na syphilis ni magonjwa ambayo yako kwa hali ya juu kwa population yetu. Lakini mara nyingi utapata hatuna zile vitu za kupima kuconfirm kwamba hii ni chlamydia, hii ni gonorrhea. Na kumbuka matibabu ni tofauti. Matibabu ya chlamydia ni tofauti na yale ya gonorrhea na tofauti ya yale ya syphilis. So wakati mwingine ni vizuri kuweza kujua aswa unaugua nini. Si kutibu tu blindly, especially kama umeenda kwa hospitali mara 2 mara 3 na hujafanya zile test ambazo mwenzangu ametaja pale. Ni vizuri kuweza kufanya zile test na uweze kujua unatibu nini ndio uweze kutibu vile ambavyo inafaa. Naam. Asante sana kwa hilo. Mtazamaji, nikukumbushe kwamba tunaangazia kero ya magonjwa ya zinaa, tukiuliza swali ni kwa nini wengi wapendelei kuelekea hospitalini kutibiwa ugonjwa huo japokuwa wanashuhudia dalili. Mtazamaji, swali letu la siku ni mbona asilimia kubwa ya Wakenya wanaogopa kupima magonjwa ya zinaa wanapokuwa na dalili. Kumbuka hapa studioni tunao wanarika ambao wamesema mojawapo ya sababu hizo ni unyanyapaa na vilevile kule kutengwa katika jamii, lakini sijui mtazamo wako ni upi. Tunazo baadhi ya jumbe ambazo tunazipokea kupitia mtandao wetu wa Facebook. Huyu ni Hon Komfa. Anasema, it took me 6 good years consulting myself whether I should test until when I impregnated my girlfriend and she had to attend clinic where she was tested negative. Huyu alichukua miaka 6 kuelekea hospitalini kutafuta matibabu. Musyoka Wambua anasema, any person of sound mind never jokes with any symptoms to do with UTI. Hapa anasema UTI. Sijui tutakuwa tunaangazia UTI na STI tofauti zake ni gani. Mwisho namuona Kapla Presidente anasema, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and it will be opened to you. For everyone who asks receives, the one who seeks finds, and the one who knocks the door. Sasa kama hauna, kuna haja gani uitafute? Unamsikia huyu? Anasema unachokitafuta utakipata. Kwa hivyo anatumia hata Biblia. Sasa kama hauna, kuna haja gani uitafute? Lakini nadhani turejeshe hapa studioni kwa sababu ni muhimu sana wanapozungumzia sasa kama hauna, haja gani uitafute. Kwa hivyo Martin, UTI na STI tofauti ni gani? I think hizo ni zile terms ambazo tunatumia interchangeably, lakini ni vizuri kujua UTI kwa kirefu ni urinary tract infection, na STI ni sexually transmitted infection. So just kwa hiyo abbreviation peke yake inatofautisha kwa njia moja, kwamba moja ni sexually transmitted, nyingine haiko kwa category ya sexually transmitted. However, ni vizuri kujua inakuwa vigumu sana kudifferentiate the two kwa sababu sana sana ya zile symptoms ambazo mtu anapata. Lakini kuna mambo mawili ambayo yanatofautisha. Ya kwanza, moja ni sexually transmitted na nyingine si sexually transmitted. Hata hivyo haimaanishi kwamba huwezi pata pia UTI kupitia sex. Okay. Lakini haiko kwa ile kategoria sexually transmitted infections. Lakini the biggest difference ni kwa sababu the causative organism. Utapata most UTIs zinasababishwa na bakteria inaitwa E. coli. Lakini sexually transmitted infections ni bakteria zingine na virusi vingine. So mara nyingi hii kwa mfano kama mtu anakuwa na chlamydia na kwanza tuangalie symptoms za UTI na STI. Mara nyingi zinafanana. Uchungu, kikojoa, wakati mwingine unapata uchungu pande ya tumbo ya chini, wakati mwingine unapata pia discharge. So ni vizuri kujua the only time unaweza differentiate between the two ni wakati ambapo unaenda pale kwa lab na wanaangalia, wanaona the causative organism ya hii ni either ni E. coli ama hii maybe ni chlamydia ama gonorrhea kwa mfano. But ninaposema hivyo mode of transmission ya
UTIs mara nyingi inakuwa ni kwa sababu ya usually hygiene. Number one, personal hygiene, na pia wakati mwingine wakati mtu ambaye hatumii maji kwa wingi, so unapata mkojo yake iko very much concentrated. Kumbuka kutumia unasema kunywa maji kwa wingi. Kunywa maji kwa wingi. So kumbuka unapokunywa maji kwa wingi ndio pia unaenda haja ndogo mara nyingi. Kumaanisha hata kama kulikuwa na bakteria pale kwa njia ya uzazi ama kwa hiyo system ya urinary system, unaipeleka pale kwa choo kwa haraka. Utapata mara nyingi wale watu wengi upata UTI ni wale unapata mara nyingi ni mtu ambaye hatumii maji kwa wingi. Mara nyingi the toilet hygiene sometimes ina matter pia, because kumbuka especially kina dada ile elimu ya primary najua kwamba kuna wakati ambapo wanafundishwa na hata wanaume pia kuhusu toilet hygiene, because tunafunzwa kuhusu kujipanguza front backwards, si back forwards, because that way una introduce infections kwa the urethra. So mara nyingi utapata na hiyo ni muhimu sana. Yeah. Kwa sababu ya watazamaji, napenda ungerudia hiyo point kwamba ujipanguze kutoka mbele kwenda nyuma. Yes. Si nyuma kwenda mbele. Yes. Kwa sababu ukijipunguza kutoka nyuma kwenda mbele, then kuna uwezekano mkubwa wa kuintroduce zile infections, na hivyo mara nyingi tunapata mtu anapata UTI kwa njia ile. Napata, na pia wakati mwingine kumbuka kuna zile bacteria tunasemaga ni normal bacteria kwa mwili, lakini wakati mwingine kama zina overgrow because of some other favorable environments, kama vile nilivyokuwa nazungumza pale awali kuhusu kukaa na mkojo, kujikazia mkojo kwa muda mrefu, unafanya zile bacteria zinaanza ku overgrow, so una develop an infection, which is now a UTI, because hiyo si ile kitu ambao ni sexually transmitted. Lakini mara nyingi utapata tunasemaga kwamba some STIs ina present kama UTI, but most of the cases are UTIs si sexually transmitted. Lakini most of the sexually transmitted infections, especially gonorrhea, chlamydia, zina present kama a UTI because ya zile signs and symptoms. So ni vigumu sana actually ku differentiate between UTI unless umefanya some lab tests for you to confirm, because the main difference ni the causative organism. Okay. Haya, nirejeshe kwa wanarika. Samuel, ulikuwa unazungumzia jinsi ambavyo Chuo Kikuu cha Nairobi kimeondoa mabango, vilevile kimeondoa zile mipira ya kondomu, lakini tunapozungumzia magonjwa ya zinaa ni kipi ambacho, kwa sababu kuna hata mmoja hapa ambaye hata anatumia Biblia, anasema unatafuta kile ambacho hauna basi utakipata. Ni baadhi ya myths and misconception gani ambazo zinaenezwa huku nje, labda shuleni, mitandaoni, kuhusiana na magonjwa haya ya zinaa? Na pia tueleze impact ya kuondolewa kwa vitu hivi ambavyo umezungumzia shuleni, UON imesababisha nini, ukikompea wakati ambapo kulikuwa na mabango na sasa ambapo hakuna, ukikompea wakati ambapo kulikuwa na mipira ya kondomu na sasa hakuna? Naam, asante sana kwa hiyo swali. Myths and misconceptions zenye zinatembea hapo, kama hiyo alisema, mbona utafute, juu obvious anasema ukitafuta utapata. So ndio maana waendi shuleni kupimwa hiyo, juu tuko na hospitali zenye huwa zinapima hizo gonjwa za kizanaa. Hiyo ndio moja wa misconception. Ingine ni ati ukimeza P2 hautakuwa affected na umoja wa ugonjwa hizo zina. Ukiangalia hiyo pia. So na hivyo wanatumia P2 sana pale shuleni. P2 inatumika sana, na pia kwa wale wanauza hiyo P2 pia hauko na hakikisha au na uhakikisho kwamba hiyo P2 ni original, ama basically wengine tu wanaweka dawa zingine ambayo si P2. Sasa inafanyika juzi kwanza tukiwa January tulipata fetus hapo nje ya Hall 20. So unaona vitu kaa hizo ni juu ambao hawana access to hiyo healthcare, ama msichana mwanadada ameona haezani na hiyo kubeba mimba. Ameamua kuabort hiyo fetus, I think it was 4 months pregnant, na kuitupa hapo kwa dustbin. So hiyo the one major of the effects ya kutoa hizo mabango na kutoa hizo hizo tanki za kondomu na kutoa hizo picha na hizo units zenye watu tulikuwa tunafundishwa tukiwa first year. Because sahi ilikuwa 8 units, sahi tunafanya 7 units. So kwa shule naona lazima wajaribu sana kuweka mipango
yenye itaweza kuizuia spread ya hizi diseases. Na ukiangalia pia katika statistics za shuleni, hizo suicide cases zimeongezeka. Last semester katika chuo cha UN tulipoteza wanafunzi 8 katika hizi suicide cases. Most of the 3 ilikuwa, I think 4 or 5 ilikuwa juu ya hii, alikuwa ameaffectiwa na hii tuseme HIV, na naona hiyo ni mwisho wa dunia, sasa ameamua kuchukua maisha yake. Na kando na shule na taasisi nyinginezo za elimu, labda wazazi wenyewe wana jukumu gani katika kuwahamasisha wana wao kuhusiana na magonjwa haya ya zinaa? Kwa sababu kabla hata uingie shuleni uko pale nyumbani na mzazi, lakini tunavyojua ni kwamba wazazi wengi wa Kiafrika hawazungumzii masuala kama haya na watoto wao. Kwa hivyo wewe kama kijana, sijui kama wewe ni Gen Z ama kama wewe ni millennial, lakini ungependekeza nini, na hususan katika mazungumzo haya ambayo yanaonekana kuwa mazito sana kufanya na wazazi? Asante sana. Mimi ni Gen Z. So ukiangalia pale nyumbani wazazi waongelei kitu. Ni watoto wanaangalianga hizi because tumeexposiwa na social media sana. So wanaexposiwa na hizi mambo kama nanadi mambo ya LGBTQ, hizo like foreign media zenye zinakuja kuleta influence katika children up. Na sasa hadi kwa sahi hadi watoto wadogo hadi miaka 5 wako na simu. So wako affected na hiyo mambo. So unaweza pata huyu mtoto ashaanza kupractice hizi vitu na mzazi ajui, juu anaogopa mtoto wake. So Kenya naweza advise wazazi wakuwa wanaongelesha watoto wake freely, wakuwe kama rafiki. Mtoto asikuone kama wewe ndio enemy ama like uko na heshima kubwa sana yenye hawezi ongea na wewe. Hiyo ndio naweza advice wazazi wenye wako huko nyumbani. Acha tusikie kutoka kwake Helen. Helen, wewe pia ni Gen Z? Naam. Unahisi kwamba wazazi wanajukumika inavyostahili kuzungumza na watoto wao hususan kuhusiana na magonjwa kama haya ya zinaa? Nadhani kwa baadhi ya wazazi wamewachia walimu katika shule jukumu hilo, kwa sababu hata mimi mwenyewe sidhani nimewahi keti na wazazi wangu alafu tukakuwa na mazungumzo kuhusu magonjwa ya zinaa ama kuhusu ngono in particular. Nadhani wakati ambao pekee tumeongea na wazazi wangu kuhusu mambo kama haya ni wakati nataka kwenda for a date and siwezi tu toka, lazima niwaambie. Kwa hivyo that's the only time yenye tumekuwa karibu na kuongelea jambo kama hili. Na utasema unaenda kuona rafiki? La, like nawaambia tu kwa sababu wanajua, lakini hawajai niambia kuhusu kutumia mipira ya kondomu, hawajai niuliza kama umewahi shiriki ngono, hawajai niuliza maswali kama hayo. Kwa hivyo nadhani wazazi wana jukumu kubwa ambalo wamekuwa wakili ignore kwa muda, na wamewachia maybe walimu, wamewachia wachungaji mambo ambayo wanapaswa kuwafunza watoto wao kutoka wakiwa wachanga. Na pia nadhani kuwa wanapaswa kama rafiki yangu ambavyo amesema, wanapaswa kutengeneza urafiki na watoto wao. Isiwe kwamba unamwogopa mzazi wako, uwezi ukamwambia wakati ambapo unapitia shida, hata ukiwa na symptoms zote hauwezi ukamwambia kwa sababu unamwogopa, kwa sababu vijana wa Gen Z wanatakikana kuwa na urafiki na wazazi wao ili waweze kujikinga pia na magonjwa haya. Asante sana. Samuel anasema hapa Helen kwamba yeye anaweza kutoka nyumbani na akawaambia wazazi wake kwamba anaenda ku-meet a boyfriend, right? Lakini anasema anaenda kwa sababu hawezi kutoka tu na kwenda. Kwa hivyo sijui kwako, kwa sababu yeye ni mtoto wa kike, kwako inakuwa vipi wakati ambapo labda unaenda kumwona rafiki wako wa kike? Are you open with your parents kuambia kwamba naenda on a date with my girlfriend? Na je, umewahi ku have that conversation kuhusiana na afya hata ya uzazi, afya kuhusiana na magonjwa ya zinaa? La hasha. Nikitoka kwa kwenda tumeenda date, siwezi ambia wazazi wangu naenda kuona girlfriend ama rafiki yangu msichana. Juu ita shift your conversation.
Juu sasa maybe sijui kama babangu anaona hapa saa ila atajua. Juu hiyo conversation ni mbaya. Hiyo conversation ita switch tu sasa, ana assume sasa umeenda kutafuta HIV na hizo STIs. So siwezi mwambia hivyo, ama atasema umeanza kucheza katika masomo yako. So nitasema tu nimeenda kufanya kazi zangu. Kuona tu boys wako. Alafu nirudi. So juu hatujaiongea kuhusu hiyo mambo ya nini, na in any event mamangu bring up hiyo nini, babangu ataanza kushift hiyo nini hiyo. Kwa hivyo unasema ni rahisi kuzungumza na mama kuliko kuzungumza na baba? Na kwako? Ni rahisi kuzungumza na nani? Kuhusu boyfriend? Ama kuhusu magonjwa ya zinaa, anything that is a bit personal? I think mamangu. Rahisi kuzungumza na mama? Okay. Babangu pia yuko supportive, lakini yeye sisi huongea tu kuhusu biashara na masomo peke yake. Lakini mamangu tunaweza kuongea kuhusu mambo mingi. Kwa hivyo inaonyeshana kidogo akina baba wamekaza kamba. Namuona hapa Martin anasema yeye. Haya, sijui mtazamaji wewe pale nyumbani kama kijana unafuatilia mjadala huu, hebu tueleze inakuwa vipi pale nyumbani, na pia iwapo unahisi wazazi wamejukumika zaidi katika kuzungumza na kutoa hamasisho kwa watoto wao kuhusiana na magonjwa haya ya zinaa, na si magonjwa haya ya zinaa pekee bali afya kwa ujumla. Vilevile laini zetu za simu ziko wazi, unaweza kutupigia simu hapa studioni ukatoa mchango wako kwenye kipindi wakati ambapo tunaangazia kero ya magonjwa ya zinaa. Iwapo una maswali, maafisa tabibu wako hapa studioni watakuwa wakijibu maswali yako. Iwapo una mapendekezo, pia tutakuwa tunakagua au kupakua maoni yako kadri muda utakavyo turuhusu. Labda sasa nirejeshe hapa studioni nimshirikishe Sasha kuhusiana na jinsi ambavyo magonjwa haya ya zinaa yanaweza kuathiri afya ya uzazi, kwa sababu kuna baadhi ya akina mama ambao wana ujauzito na kwa bahati mbaya pia wanaugua magonjwa haya ya zinaa. Kwa hivyo kuwa na ugonjwa huu wa zinaa wakati una ujauzito unaweza vipi kuathiri afya ya wanawake na afya yao ya uzazi? Naam. Asante sana kwa swali hilo. One of the things ambazo ni one of the people ambao wako at risk ni pregnant women. Kwa sababu wakiwa pregnant wako na watoto, na pia wakipata ugonjwa hizi za zinaa, one of the side effects wanapatanga kama preterm labor, unapata mama go into labor mapema, na pia sile wanaenda ku deliver, ugonjwa hizi zinaweza ambukizwa kwa watoto, kama ugonjwa kama syphilis, kuna congenital syphilis. Kwa hivyo wamama pia wanafaa kuchukulia mambo haya seriously, kwa sababu wanaweza pia poteza ujauzito ambao wako nao, wanaweza ambukiza watoto wao, na pia wanaweza pata leba mapema. Na ujue ukipata leba mapema ama uzae mapema na hujafikisha weeks ambazo unafaa kufikisha, mtoto yule ambaye umezaa of course ni preterm. Kwa hivyo mtoto pia ako na shida tu because ako preterm. Naam. Kwa hivyo jinsi ambavyo unazungumza, kuna magonjwa au ni magonjwa yote ya zinaa, iwapo una ujauzito na uzae, ujifungue. Naam. Kwa nini ng'ombe? Ujifungue. Naam. Kuna uwezekano kwamba unaweza kusambaza ugonjwa huu kwa mtoto ambaye umejifungua. Naam, na ni percentage kubwa kabisa, kwa sababu ukiwa mjamzito sasa una deliver, of course mtoto anapita kwa njia ya uzazi, na njia ya uzazi ndio iko affected. Kwa hivyo watoto they are exposed directly to the infection. Naam, nimeona watoto wengi ambao wamezaliwa na ugonjwa kama hizi. Kwa hivyo wewe kama mwanamke ambaye una ujauzito, usijifikirie tu wewe peke yako, kwa sababu wewe mwenyewe utakuwa nayo, lakini pia kuna chances za kuambukiza kwa mtoto wako. Naam, na nimetaja tu an example of congenital syphilis. Watu wengi wanazaliwa nayo kwa sababu mama hakuchukua hiyo, hakuenda kupimwa na kupata matibabu. Naam, kwa hivyo wanaambukizana kwa watoto wao. Naam. Inashauriwa mtu kupimwa magonjwa ya zinaa baada ya muda gani? Kwa sababu najua kama kwa mfano wanasema pap smear labda in 1 to 3 years unastahili kuangaliwa. Kwa hivyo magonjwa haya ya zinaa
inapendekezwa mtu kuangaliwa baada ya muda gani? Naam, asante sana kwa swali hilo. Kumbuka ukiwa una ujauzito, naam, kuna ile antenatal clinic ambayo wamama wanaenda. Na ukienda hii clinic, wamama hupimwa kila kitu. Kuna hiyo kitabu ambayo wao hujaza na kuna sections tofauti. Urine inapimwa, damu inapimwa na pia wasilimit tu kwa hiyo antenatal clinic. Hata ukiendelea uko 34 weeks ushapita antenatal nini uko mbele, unaweza pimwa at any point ugonjwa huu. Bora uko na symptoms, usiogope kuja hospitalini. Na pia I think most of wamama, ama nitakata cross tu kwa kila mtu, they don't have knowledge of this. Na pia wanaogopa kwamba wakikuja kupimwa watu watajua kwamba uko na ujauzito na uko na ugonjwa, na pia most of them hawana access, kwa sababu nimekuwa na fursa ya kufanya kazi kule interior pia at some point. Na nimeona kwamba most of them hawana access kwa hiyo antenatal. Kwa hivyo hapo ndo unapata that wanazaa wakiwa na watoto ambao wako na hiyo ugonjwa na wapati access to the testing. Okay. Naam. Martin, sijui iwapo kuna vifaa vya kujipima magonjwa ya zinaa, home test kits, kwa sababu kama HIV tunajua kuna kifaa ambacho unaweza enda over the counter, unanunua na unajipima nyumbani. Kwa magonjwa mengine kama chlamydia, gonorrhea, syphilis, je, kuna hii provision kwamba you can just walk into a pharmacy, a chemist, unanunua kifaa chenyewe na unajipima nyumbani, na iwapo ipo inapatikana kwa gharama gani? Utapata most of the tests tunatumiaga za screening tunaziita ni rapid test. Rapid test ni test ambazo unaweza fanya either kwa hospitali wakati ambapo unasaidiwa na muuguzi, ama pia unaweza fanya kule nyumbani. Okay. Kuna some test kits ambazo zinajulikana sana na ambazo si lazima uende kwa hospitali ndio uweze kupimwa, na one of them ni HIV. HIV kuna rapid test kits, kuna aina mbili. Kuna moja ile tunaita oral swab. So unatumia kwa mdomo, kuna vile ambavyo unainstructiwa uitumie kwa mdomo, kwa the lips chini na juu, na inaweza kupima HIV na unapata majibu hivyo. Na pia kuna self test nyingine pia ya kutumia damu. Okay. So unapata the instructions pale, they are very simple and ni rahisi kufanya. Na hizi ni vitu ambazo mara nyingi unaweza kupata kwa chemist, lakini pia a price of around 700 shillings, lakini pia unapata ziko readily available pia kwa hospitali nyingi. Actually kama EHF hatujai kosa hiyo self test kits na ni free of charge. So wakati mwingine kama HIV inawezekana pia test kama kuangalia HPV, kuna some rapid test ambazo ziko na instructions pale rahisi na unaweza kupima sana sana HIV, pia HPV na actually pia syphilis, because kuna kiti nyingine ambayo inaweza kupima HIV na syphilis at the same time. Na hiyo ndio ilikuwa mwenzangu alikuwa anazungumza pale kwa antenatal clinic. Nashukuru serikali yetu sana kwa sababu kuna a guidance kwamba hakuna mama yeyote ambaye anafaa kwenda kwa antenatal clinic na atoke pale bila kupimwa HIV na syphilis at the same time. So utapata yes, kuna zile rapid test kits ambazo ziko pale, mtu anaweza kununua ama anaweza pia kupata kwa hospitali, lakini pia zingine zinahitaji kuweza kwenda pale kwa hospitali kwa sababu ziko rapid test lakini ziko ready available, especially things to do with chlamydia and gonorrhea. Kuna rapid test kits lakini mara nyingi utazipata pale kwa hospitali. And again kwa sababu ya the technique ya ku-run inahitaji some skill. Yes. Okay. Kwa hivyo umezungumzia na particularly kwa ugonjwa huu wa HIV unaweza kutumia ile ya blood ya damu na ama hii ya oral swab. Ya oral. Ni gani inatumika sana nyumbani hapa nchini Kenya, na labda ni kwa sababu gani? Kwa sababu ya gharama yake, ni kwa sababu ya jinsi ambavyo inatumika, au ni kwa sababu gani? Yeah, nimeona sana hiyo oral swab watu wengi wakipenda kwa sababu wajua tuliongea kuhusu hii ya swab versus ingine ya damu. Kumbuka ya damu itabidi unajidunga. Watu wengi hawapendi uchungu. Sasa utapata watu wengi hatataka kitu ambayo ambayo itafanya asikie uchungu. So mara nyingi utapata hiyo oral swab haina uchungu wowote, na very simple to use.
na iko more affordable. Okay. Exactly, kuliko ile nyingine, lakini ile nyingine mara nyingi utapata watu wengi wanaogopa sana kwa sababu ya ile uchungu ambao mtu anahisi. Na kwa sababu awali ulikuwa umezungumzia kwamba kutokana na maumbile ya wanawake ni rahisi sana kwao kupata magonjwa haya ya zinaa, basi pia tuzungumzie ni jinsi gani wanawake wanaweza kulindwa au hata kujilinda wenyewe ili kujiepusha na magonjwa haya ya zinaa, kwa sababu sasa wako at a higher risk ya kupata magonjwa haya. Yeah, I think ni swali muhimu sana hilo. Kuna mambo mengi ambayo yanahusu wanawake specifically, lakini pia kuna yale yanakata cross. Okay. Lakini tukienda kwa yale ambayo yanaenda kwa wanawake specifically, one of them of course tunaanza na the most obvious ambao ni kuabstain. But unajua ukienda kuambia Gen Z hapa kuabstain wakati mwingine, na si Gen Z peke yake anyway, si rahisi. So then unaenda kwa the second option sasa pale kwa kutumia mipira. So mipira inajulikana kuzuilia STIs kwa kiwango kikubwa sana. Lakini si kwa 100%. Si kwa 100%. Okay. Utapata 98% hivi mara nyingi. So mipira ni jambo la pili. Jambo la tatu sana sana kwa wanawake ni vizuri kupata ile chanjo ya HPV, kwa sababu tunajua kwamba kesi nyingi za saratani ya mlango wa uzazi inasababishwa na aina moja ya HPV, sana sana HPV 16 na 18. So mwanamke ambaye amedungwa ile shindano ya kuzuilia HPV ambao ni sexually transmitted, then wanazuia complications za HPV sana sana ambao tunazungumza kuhusu cancer of the cervix. And then the other thing of course ni kupunguza the number of partners ile mtu ako naye, kwa sababu utapata yule mtu ambaye ako na partners kama 10, chance yake ya kupata STIs iko juu kuliko mtu ambaye amekuwa faithful na mtu mmoja. So being faithful na reducing the number of partners pia ni muhimu sana. Then the other thing of course ni kuenda kupata screening mapema. So kumbuka tulizungumza kuhusu magonjwa ya zinaa ambayo ni asymptomatic. So kwa kliniki yetu pale Mathare utapata either uko na symptoms or not, kila mtu ambaye anakuja kwa ile clinic lazima atumwe kwa lab, because tunajua kwamba kuna magonjwa mengi ya zinaa. Actually utapata wale watu wenye tume expose to a lab test, 40% ya zile test ambazo ziko positive ni wale walikuwa asymptomatic au hakuwa na symptom yoyote. So unapata ni vizuri hata kama una symptom yoyote upate ile screening mapema, so that kama kuna hiyo problem, kama kuna issue yoyote ya STI, then unaweza kutibiwa mapema. Na hata hivyo pia yule mtu ambaye akona zile symptoms usikae nyumbani sana, kwa sababu kumbuka ile ugonjwa inaongezeka, and number 2 pia kuna risk ya kuongeza transmission kwa wale partners wako. So ukiweza kutibu hizo STIs mapema pia una decrease chances ya spread. So specifically for ladies I think that's one of them, those are some of the main things. Lakini pia kwa generally ama specifically pia kwa wanaume, tunajua kwamba kama vile tulipozungumza hapo awali kwamba wale wanaume ambao wanafanya mapenzi na wanaume wenzao wako na risk kubwa zaidi kuliko wanaume the general population. So pia ni vizuri kuweza kujua kwamba uko at higher risk kama wewe mwenyewe uko katika ile category. Na unazungumzia wanaume wanaofanya ngono na wanaume wenzao au hata wanawake wanaofanya ngono na wanawake? Hata hiyo, lakini mara nyingi utapata mahali rates kubwa za transmission ni kwa wanaume ambao wanafanya mapenzi na wanaume wenzao. Unapata? Yes, because the other gender, yes, there is a likely transmission, lakini is not as high as wanaume ambao wanafanya mapenzi na wanaume wenzao. Yes. Asante sana kwa hilo. Mtazamaji, ni kukumbusha kwamba studioni tunaangazia kero ya magonjwa ya zinaa, tunaangazia dalili zake, vilevile tunaangazia ni aina ngapi ya magonjwa haya ya zinaa ambayo yanaripotiwa hapa nchini, na anasema afisa tabibu Martin Kinyua kwamba mojawapo ya magonjwa yanayoripotiwa sana humu nchini ni pamoja na chlamydia, kisonono na HIV, na kwamba 10% ya watu walio na umri wa miaka 15 hadi 19 basi wanaugua ugonjwa huo. Vilevile kuna baadhi ya myths and misconception ambayo tunashuhudia na ambayo tunasikia kutoka kwa vijana hapa studioni.
kwamba wengi hawapendelei kufika katika vituo vya afya kufanya matibabu kutokana na unyanyapaa unaoshuhudiwa. Zidi kusema nasi mitandaoni, kwenye mtandao wa Facebook tuko live. Bila shaka anazidi kuona jumbe zako. Itevete Alan anafuatilia, anasema the home of untold stories. Bila shaka muda utakaponiruhusu nitakuwa nikipakua maoni yako, lakini kwa sasa nirejeshe hapa studioni, nimshirikishe Samuel. Samuel, awali tukizungumza umesema kwamba si rahisi kwa vijana kuzungumza na wazazi kuhusiana na magonjwa ya zinaa na hata kuwa tu na mazungumzo ambayo yanahusiana na mapenzi au afya au mambo mengine. Lakini kwa mtazamo wako kama kijana au kama vijana pale nje, labda ni hatua zipi muhimu ambazo tunastahili kuchukua kama taifa ili kuhakikisha kwamba vijana wanapata hamasisho hili kutoka kwa wazazi wao? Na kwa sasa, kwa sababu hauwezi kufanya mazungumzo hayo na mzazi wako ambaye ni wa Kiafrika, unapata information kutoka wapi kuhusiana na magonjwa haya ya zinaa? Asante kwa hiyo swali. Information yenye tunapata kuhusu hizi magonjwa ya zinaa ni kusoma. Tulifunzwa high school, shule ya msingi na pia mtandaoni ambayo pia tunaweza kuzungumza jambo kale hili. Na pia hapa pia nimelearn a few things here from there yenye tunaweza gain some knowledge about this diseases, especially STIs. Okay. Kwa vijana kitu tunafaa kupaswa kwanza ni kinga. Nasema heri kinga kuliko tiba. So lazima hata kama partner wako akisema labda hapendi kutumia CD, mwambie ni lazima. Ama kama amesema hako comfortable, mnaweza enda kwa institution ya VCT ambayo mnaweza pimwa kama mmoja wenu ako na magonjwa kama haya. Na pia kama vile amesema kuna hizo kits zenye mnaweza pima before take part in the sexual activity. Secondly, pia kama tunaweza jikinga, kama tunaweza adhari, like tunaweza abstain from it. Vile Wakristo labda wanaamini labda abstain until marriage, pia inaweza kuwa mzuri. Ya tatu pia ni kama vijana tunaweza pia tuambie marafiki zetu. All of us labda tujatoka from the same background. Mimi naweza kuwa nimetoka katika Nairobi, wengine wametoka Garissa, labda ya kufunzwa na mwalimu wake. So lazima tuko open kwa discussion na marafiki zetu. Si tunajiwekea sisi kwa sisi tu peke yetu. So lazima tuambie marafiki zetu hiyo sexual life. I think it's very important. Juu kieka private pia itaongeza infections among the youth. Na pia tunaweza tumia juu hii mtandaoni kama TikTok, tunaweza spread awareness kama vijana. Kama tusisikue tunatumia tu kwa forms of entertainment pia, but bali pia tunaweza itumia ku-educate jamii kuhusu magonjwa za zinaa. Naam. Helen, ni nini kinaweza kufanya mazungumzo haya ya zinaa yawe rahisi na wazazi wa Kiafrika? Si wazazi tu, labda pia aunties, uncles. Ni nini ambacho kinaweza kurahisisha mazungumzo haya miongoni mwa vijana na wazazi wao? Nadhani kwanza ni bora sisi kama vijana tuzoee kuwaongelesha wazazi wetu kama marafiki pia. Kwa sababu najua marafiki zangu ambao wazazi wao ndio wako open kufanya mazungumzo kama haya, lakini hao vijana hawataki kuongea na wazazi wao kuhusu mambo kama haya. Kwa hivyo vijana pia wako na jukumu la kutafuta wakati wawe na mazungumzo na wazazi wao ama watu ambao katika jamii wanawa trust. Alafu pia nadhani wazazi pia wana jukumu la kujaribu kuwa na uhusiano wa kirafiki na watoto wao. Pia ni vizuri kusoma vitabu kama wazazi ili mjue
vijana ambavyo wako sahi, kwa sababu ni miaka mingi kutoka venye wazazi wetu walikuwa vijana, ni miaka mingi imepita hadi sahi ambao sisi ni vijana. Kwa hivyo wakati umepita, mambo yamebadilika, wazazi wanapaswa kubadilika jinsi ambavyo wakati unabadilika. Pia kwenye mitandao, wazazi wanaweza angalia mitandao ili wajue jinsi ya kuzungumza na watoto wao. Alafu labda nizungumze kama Mkristo, kanisani kanisa letu kwa mfano, tunapata mazungumzo na wachungaji wetu. Alafu pia sisi kama vijana ambao tuko kwenye vikundi mbalimbali, kama marafiki zangu, kuna wakati ambao tunaongelea mambo kama haya. Hata kama wakati mwingine tunaongelea kama jokes, ni mambo ambayo yanatusaidia. Kwa hivyo wazazi ndio wanapaswa wabadilike jinsi ambavyo wakati unabadilika. Wakiingia kwenye mitandao wajue jinsi ya kuongea na watoto wao. Alafu vijana pia wanapaswa wajaribu kuwa marafiki na wazazi wao, wasiwafiche kila kitu. Kwa sababu nadhani mzazi wa kila mtu anampenda. Nikisema kwangu kwa mfano, the only reason niliambia mamangu kwa nataka kwenda mahali ni juu hiyo wakati sikuwa na pesa na siwezi enda mahali kama sina pesa. Kwa hivyo ikabidi nimwambie, lakini jinsi ambavyo naendelea kukua inakuwa rahisi kwangu kuongea na mzazi wangu, kumwambia almost kila kitu. Kwa hivyo kwa kifupi, kila mtu ana jukumu, kijana ana jukumu na pia mzazi ana jukumu lake. Asante sana. Mtazamaji, tunaelekea kwake Laban Muhinda ambaye ni mwandishi wetu wa habari kutoka Nyahururu, ambaye pia amezungumza na wakazi kuhusiana na kero ya magonjwa ya zinaa. Hebu tusikie wanaye pia kusema. Muhinda. Naam, Kilemi, shukran sana. Ninakupata kwa njia ya mbashara zaidi nikiwa hapa mjini Nyahururu, huku ni kaunti ya Laikipia. Nami hapa ninao tu vijana kutoka mji ambao vile ningependa kuwahusisha katika mjadala wa siku leo. Tusikie wao kama vijana wanahisia zipi kuhusiana na magonjwa ya zinaa au STI. Karibu ndani ya TV47. Tukianza kwa kujitambulisha, tueleze wewe kwa maoni yako, nahisi ni kwa nini vijana wengi au Wakenya wengi hawajitokezi kupata huduma za matibabu ya magonjwa haya ya zinaa? Kwa majina, Catherine Jahenda, student from Laikipia University. Kwa maoni yangu, ugonjwa wa zinaa ni ugonjwa unaogofya. Pili, vijana wengi wanahofu, maana wakitambulika wana ugonjwa wa zinaa wanaona nafasi yao nyingine kwa wenzao inashushwa. Na tatu, naomba vijana wengi mjitokeze, maana ugonjwa wa zinaa unatiba. Umesema vijana wengi wanahofu, huwa mnahofia nini haswa? Kwa kushushwa kushushwa self esteem inakuwa low kwa watu ama kwa wenzako, wanakona kama we ni failure na unachukuliwa mtu usio wa maana kwa maisha ya baadaye. Asante. Na wewe bwana, ukikaribia tu hapa, tueleze unahisi kuwa kuna hamasa ya kutosha kuhusiana na magonjwa ya STI? Utaanza kwa majina. Kwa majina ni Levis Wangamati, mwanafunzi katika chuo kikuu cha Laikipia University, na maoni yangu ni kwamba elimu ipo, ila elimu haifiki vijana effectively. Na hiyo imesababisha upoteshaji. Vijana wengi wamepotoshwa kwa maana elimu nyingi ambazo wanapata au jinsi ambavyo wanajua hizi vitu za STIs ni kutokana na wenzao, na mara nyingi wengine wanatoa pia kwa mitandao. Hiyo imechangia kutopata elimu inayofaa, na pia imefanya watu wengi hawajaimarika sana. Asante. Na wewe bwana, ukikaribia hapa, tumesikia bwana Wangamati akisema kuwa elimu haitoshi. Wewe kwa maoni yako, wito wako kwa jamii, kwa serikali na kwa vijana ni upi kuhusiana na magonjwa ya STI? Okay, kwa majina naitwa Pascal Okoth. I'm a student at Laikipia University. Okay, maoni yangu ni kwa Wakenya, wacha nianze na serikali. Okay, government should increase campaign awareness about this disease. Ya pili, government wanafaa
hudumu wanafaa hudumu kwa kuweka matibabu kuwa affordable na to youths wenzangu wanafaa wa practice safe sex and regularly checking to the hospital and then to Kenyans. Nikimalizia wanafaa wa stop stigma towards the people who are living with this disease, STIs. Asante. Na Kilemi, kama vile ambavyo umesikia hayo tu ni maoni ya baadhi ya vijana hususan wanafunzi wa chuo kikuu cha Laikipia wakisema kuwa hamasa kuhusu magonjwa haya ni finyu mno, hivyo wanatoa wito kwa serikali, kwa jamii, vile vile kwa vijana wenzao kuweza kutafuta maoni au kuweza kutafuta hamasa ya kutosha kuhusiana na magonjwa haya ili waweze kukabiliana nayo ipasavyo. Kutoka kwangu mie Laban Muhinda nikiwa hapa mjini Nyahururu huku ni kaunti ya Laikipia, sina la kuongezea kuregesha usukani kwako Kilemi. Usukani nimeupokea hapa studioni. Asante sana Laban Muhinda kwa kuzungumza na vijana kutoka eneo hilo la Laikipia ambao wanasema kwa kweli magonjwa haya ya zinaa ni ya kutisha, lakini pia wanatoa wito kwa vijana wenzao kuzidi kuelekea katika vituo vya matibabu ili kuweza kupimwa magonjwa hayo. Na swali letu la siku ni mbona asilimia kubwa ya Wakenya wanaogopa kupimwa magonjwa ya zinaa wanapokuwa na dalili? Mbona asilimia kubwa ya Wakenya wanaogopa kupimwa magonjwa ya zinaa wanapokuwa na dalili? Na kuna baadhi tu ya jumbe ambazo tunazidi kupokea mitandaoni. Ibrahim Karim anasema mimi siwezi achia mtu mwingine aangalie mwili wangu, kama ugonjwa umekuja, mind your business. Anasema kama ni mbaya. Kiprotich Chirchir anasema kitu imenyamaza kwa mwili, mbona uende uichokore huko hospitalini? Haya. John Ndirango ni sababu wanakula vyakula aina tofauti kila siku. Nadhani tunajua anachomaanisha Dan Musumba anasema mimi nishapima. Angalau kuna mmoja hapa ameshapima. Kuna nyingine? Ya mwisho hapa ni Kipkoech SK anasema there is peace in not knowing the moment. Unajua uko nayo utakufa, stress, just cool. Unaona jinsi ambavyo watu hata hapa namuona Sasha anashtuka sana. Anashtuka sana. Anasema kwamba there is peace in not knowing the moment. Unajua uko nayo utakufa na stress, just cool. Sijui Sasha, kwa mtazamo wako, kwa sababu unaona attitude ambao wako nayo mitandaoni, si vijana tu bali hata watu wengine wanasema kitu kimenyamaza tu mwilini, unakwenda hospitalini kukichokora kwa nini? Ni kipi ambacho tunastahili kufanya ili kupunguza attitude kama hii, ambapo mtu ana prefer wacha tu nikae, kama nina ugonjwa basi ninao, hakuna kitu ambacho naweza nikafanya? Asante sana. Kwanza kabisa naona Wakenya wamekasirika sana. Wamejaa mtu sana. Wanasema akikuja kwa nini tunamwangalia, we should mind our business. Na I think hiyo ni one of the myths tena and misconceptions ambazo tuliongelelea. Na pia nimeona mkitaja unyanyapaa sana, stigma. Wakenya kwanza wanafaa kuelewa kwamba kuna something called medical ethics. Ukikuja hospitalini kama ni mimi nimeattend to you, what we have talked about, kitu tumediscuss, it's just between me and you. I'm not allowed to share patient details ama ugonjwa ambao patient amekuja nao. So I think wako ashamed kwamba ugonjwa hizi wakipatikana nazo watakuwa stigmatized, lakini tukiwa kwa ile room ni mimi tu na wewe. Kwa hivyo unajua kuna ile you're not allowed because of ethics. Kama sisi wanahabari pia tuna media ethics. Lakini kuna vitu kwa ground. Unajua kwenye on paper you're not allowed, lakini labda kule kando kando wanaogopa kwa sababu huenda ukaao unanyosha vidole, lazima ndo ule amekuja. Does it happen? Kusema ukweli, ukiwa umepitia shule ya medicine
unafunzwa hivi vitu. Kwa hivyo mimi personally I've never experienced that tumekaa chini tukaanza kupoint patient ama kitu kama hiyo. Na pia wagonjwa wanafaa kuelewa kwamba if they're coming in for treatment, it's not for me. Kama wanafanya test, it's not for me. Ni for themselves. Ni sawa ugonjwa unaweza kuwa umetulia ukusumbui, wewe ukaamua kuja tukauchokora, lakini tunakusaidia kwa sababu the more unakaa nayo, madhara ni mbaya kuliko ungefind out mapema utibiwe. Madhara ni long term. One of the side effects ya STIs ni infertility. Lakini ni kitu ambacho tunge prevent early. Kuna primary prevention. Hata kwa medicine kuna primary prevention. Kabla ugonjwa huo ulipuke, tuna prevent kwanza. Kwa hivyo ukikuja ukikupima, it's for your own good. Mapema ndo ujue. Kwa hivyo unaweza kaa nayo, lakini mwishowe like kitu kama infertility niwe utateseka zaidi. Na tu ni kitu ambao ungeteka antibiotics for 5 days iishe. Naam. Na kwa sababu naona muda unatukimbiza, labda tupate kauli yako ya mwisho tukija upande huu. Tuanze nawe Sasha. Kutokana na maoni ya Wakenya, actually sikuwa najua kwamba watu hawapendi kupimwa hivi. Leo ndo nimejua na nimeshtuka sana. Na pia wewe kupenda kwetu tukuangalie, we just want to do an examination kwa sababu we also have to give a report. Sindo, nafaa kujua kwamba ugonjwa huu ni uchafu tu ama kuna vidonda ama kuna nini, na vitu kama hivi lazima ni vione. Na pia kuna patient privacy. Na kwa room mimi na wewe, na pia patients wajue kwamba they have a right kusema mimi sitaki mtu mwingine, nataka tu mimi na daktari. Na kama pia utaki daktari wa kike, na sema nataka wa kiume. Kwa hivyo it's very disappointing kwamba wamekasirika sana that tunawaangalianga, lakini that is part of kusaidia. Naam. So mimi my parting shot ni kwamba tu kila mtu akwe open, wakuja wafanywe testing mapema to prevent further ama worse side effects. Utatibiwa tu siku 5 antibiotics. Ni hivyo. Naam. Asante. Tusikie kutoka kwake Samuel. Samuel, unaona vijana mitandaoni vile wamewaka moto. Na labda sasa wewe tunapomalizia kipindi unaweza kuwaelimisha vipi vijana wenzako kuhusiana na magonjwa haya ya zinaa? Na tuanze na wewe. Unajua tunazungumza na kutenda. Umewahi kwenda kupimwa ugonjwa huo wa zinaa wewe kama kijana? Umewahi? So you're a good example. Mwisho kabisa unapomalizia kipindi? Ni requirement kwanza. Ukijoin shule kikuu lazima upimwe. Na kama haingekuwa requirement, ungeenda mwenyewe? Bila la hasha. Kwa hivyo ni kwa sababu ni requirement. Hadi vijana wengi najua wameenda kupimwa, ni requirement. Na pia kazi zingine ukiapply lazima ukue umepimwa. So ninge advise vijana wenzangu tukue tunapima hizi mambo, at least itakuwa ime inhibit your diseases ku spread. Na pia lazima tuongeleshane, pia tukue marafiki na wazazi wetu, pia tuongee na marafiki zetu. Naam. Helen? Kwanza kabisa ningependa kuomba vijana wajipende na wajiangalie. Kwa sababu mwili ni wako, maisha ni yako. Kwa hivyo ni vizuri sana utakapokuwa unafanya kila kitu ili kuhakikisha kwamba uko sawa. Alafu pia ningependa kusema ni vizuri kuwa na mpenzi mmoja. Usikuwe na wapenzi wengi sana kwa sababu like vitu kama hivi saa ingine they go beyond just health. Kwa hivyo ni bora utulie tu, like ukue tu na mpenzi mmoja wakati ambao umeamua kuwa katika mapenzi. Alafu ujiangalie, ujipende. Ukisikia uko na symptoms zozote, usiogope, unaweza tu ukaenda hospitalini uangaliwe. Inaweza kuwa ni UTI hata si STI. Na vile ambavyo Sasha amesema, ukitibiwa mapema ni bora. Naam. Mwisho kabisa Martin? Pia nimeona kama kuna award kama makasiriko iko sana kwa mtandao. Lakini I think one of the main reasons ni kwa sababu ya lack of information. I believe watu wengi pale ambao wanazungumza ni kwa sababu they don't have this information, so wako in their own safe space ambao haifai. So one of the things in my parting shot ni kwamba forum kama hii ya kuzungumzia na kuhamasisha jamii kuhusu magonjwa ya zinaa ni mzuri sana, because kuna mtu leo ambaye ameweza kujua kwamba vile ambavyo magonjwa ya zinaa inatibiwa symptoms zake, na kujua kwamba in most of the clinics including our HF clinics hii
hiyo clinic ukienda pale, all your information is confidential and we don't judge people because at the end of the day tunajua tukikutibu wewe pia tuna break the chain of infection. So ni vizuri kukaa rada, ni vizuri kujua kuhusu STIs because hata usipotibu leo itaku affect kesho. So afadhali kutibu, kwenda kuscreen kwanza, kama iko tibu na utakaa vizuri. Naam. Asante sana Martin Kinyua, ni afisa tabibu AHF Kenya. Asante sana Helen Mukuhi, ni mwanarika mwanafunzi katika chuo kikuu cha KU. Asante sana Samuel Jobunga, ni mwanarika vile vile mwanafunzi katika chuo kikuu cha Nairobi. Asante sana Wabomba Sasha, ni afisa wa matibabu The Karen Hospital. Na shukrani kwako mtazamaji kwa kufuatilia kipindi kuanzia mwanzo hadi tamati, na kwa wote pia ambao wametuma mchango wao. Asante sana. Kwa wale ambao bado wanaogopa, basi ni wakati mwafaka kwako kuelekea kwenye kituo cha afya kutafuta matibabu. Nimekuwa wako Andrin Kilemi, na kwa niaba ya kikosi kizima ambacho kimefanikisha kipindi hiki ninasema asante sana. Ninaondoka kwa mapumziko kidogo, lakini mwendo wa saa 7 nitakuwa ninarejea papa hapa kwa taarifa zetu za saa 7 mchana. Lakini kwa sasa ninapoondoka, ninakuacha na wakazi wa Turkana ambao wanazungumzia kero ya magonjwa ya zinaa, na ambao wamezungumza na mwandishi wetu wa habari Kitio Mika. Nama, asante sana mwenzangu Andrin Kilemi. Bila shaka tunakujia moja kwa moja kutoka kaunti hii ya Turkana, hususan hapa mjini Lodwar, na niko katikati ya mji wa Lodwar na kero ya ugonjwa huu wa zinaa. Je, Wakenya ama wakazi katika kaunti hii haswa vijana wanasema nini kuhusiana na ugonjwa huu? Na wacha nisungumze na wakazi. Tuanze na wewe kwa majina yako na wewe binafsi. Je, ugonjwa huu wa zinaa, je, umewahi kukupata na ni nini uchangia vijana kutoenda kupima? Kujua hali yao. Kwa majina naitwa Joseph Ogialan. Mimi personal sitadanganya, nimewahi patikana hizi magonjwa za zinaa hizi. So siku ile niliona ni kama mbili. Kuna ile inafurisha sehemu ya siri, lakini matibabu iko. Kuna pia ile ingine unaona nini pale ingine inatoa usaa. Ukienda kwa matibabu ni kitu ambayo inapona, hata itamaliza 12 hours kama ukishagundua kwamba uko nayo. Je, umeona kwamba pengine serikali imehamasisha vijana, imeweza kuwaelimisha na kuwafunza kuhusiana na ugonjwa huu? Hakuna civic education yote wananchi wamepata ama youth wamepata kuhusu na hii ugonjwa. Hakuna kabisa. Watu wakipata tu anakimbia hospitali, anajua kweli ni anaambiwa kwamba hii ugonjwa ni hii. So next time mashaurio ile atashauriwa kwamba atumie kinga kwa wingi. Kwa sababu usipotumia kinga, demo unapata hizi ambayo iko na matibabu, ndio utapata ile sasa haina matibabu. So vijana tunataka tutumie kinga kwa wingi, na pia wasichana wetu waacheni vijana watumie kinga. Hata kama unajua sasa hii wasichana wanataka kutumia hii njia ya kupata mimba kuwa kitega uchumi. Ndio maana wasichana wengi wataki kutumia kinga. Na asante sana. Andrin, nisungumze tena na huyu. Anza majina yako ni nani na wewe binafsi, je, unaona umewahi pimwa na vijana wengi, kwa nini wapimwe? Okay, kwa majina naitwa Ezekiel Elim, kazi hapa Turkana County. Okay, mimi naelewa ugonjwa wa zinaa kwanza ni ugonjwa ambao iko na matibabu, inatibika. Lakini our youths hawataki kwenda kupimwa kwa sababu wanasema kwamba wakienda hospitalini pale wanaambiwa wakuja na ule partner wao. Ule partner walifanya naye mapenzi ndio akapata hiyo magonjwa. Na pia ningependa kushauri wale wasichana wetu hapa Turkana. Wasichana wetu hawapendi kutumia kinga. Wapendi kutumia kinga, na hiyo ndio inafanya rate ya hii ugonjwa inaenda juu sana. Na pia hapa kwa town yetu tunaona kuna iko Inange Street. Iko Inange Street naona ndio kama imepromote hii magonjwa sana hapa. Hapa kuna watu wanajiuza na wanajiuza na pesa kidogo sana ambayo mtu yote anaweza akapata. Shilingi 200, shilingi 100 unapatana na msichana. Je, serikali imefanya hamasisho kwa vijana katika eneo hili? Okay, na ugonjwa huu? Okay, kwa sasa hatujapata hamasisho yote kutoka kwa serikali, haswa sana kwa Ministry of Health. Hatujapata mafundisho, na ningeomba hiyo ministry ikuje mashinani ijaribu kufundisha watu jinsi ya kutumia kinga na kuepukana na hii magonjwa. Pengine ujumbe wako kwa vijana ni nini? Okay, ningependa kuwaeleza tu wa abstain na wakuwe na partner mmoja.
Na asante sana. Songea hapa, wewe ni kijana na pengine ni mzee. Serikali ama vijana wengi ukataa kwenda kupimwa kujua hali yao kutokana na magonjwa ya zinaa. Je, wewe binafsi umewahi enda kupimwa na pengine ukapatikana na ugonjwa ama bado? Na kwa nini vijana wanakataa kwenda kupimwa? Vijana huwa wanakataa kwenda kupimwa sababu ya kwamba ukishaelezewa kwamba wewe umeathirika, kitu yenye mtu anapigwa naye kwanza ni ile depression, ile msongo wa mawazo ya kwamba unajua kwamba mimi kama sababu nimepatikana na ugonjwa wa ukimwi, kwa hivyo mimi ni ugonjwa wa zinaa. Watu husema kwamba unakuwa kwamba ukijua kwamba uko na hiyo ugonjwa, unajua kwamba wewe ni unajijazia kwamba wewe ni maiti unatembea. Kwa hiyo ni jeneza, watu wanasema kwamba ule jamaa mwenye ameathirika ule ni jeneza ambaye inajitembeza. Kwa hivyo mtu anaogopanga kujua ile haki yake, akijua kwamba atatengwa na jamii na atajulikana kwamba yeye ni mtu ambaye ameathirika, tena afai kukaa na jamii. Na mimi naweza ambia wananchi ya kwamba mtu mwenye ameathirika ni mtu kama ule wa kawaida, na ukishaathirika si mwisho wa kuishi. Kwa hivyo asante sana. Wacha nizungumze na huyu mzee. Mzee, wewe ni mzee wa jamii. Je, swala hili la ugonjwa wa zinaa katika jamii ilikuwa inatokea na vijana wengi na siku hizi wakubali kwenda kupimwa? Je, katika kule mashinani mlikuwa mnatumia njia gani kuhakikisha kwamba magonjwa kama haya yanatibiwa na mnahamasisha vijana? Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Thomas Sinyen. Samani wakati mtu anashikwa na ugonjwa kama hiyo, Waturkana wale wako raia wale wanachunga ng'ombe, hakujanga hospitali, alikuwa anakunya dawa ya kienyeji na mtu tu anaenda na anapona. Lakini sasa siku hizi na ugonjwa umekuwa mingi sana. Aliyepatikana na ugonjwa kama ya zinaa kule mashinani alikuwa anachukuliwa namna gani katika jamii? Kama wajamii wetu wao wanadharauliwa, na hata hawezi kaa kwa miti ile wazee wanakaa, kwa sababu unagopa, wanasemekana huyu ni mgonjwa. Nini mbaya sana huko upande kwa mashinani. Wewe unadharauliwa, hata wewe huwezi kusema kitu, unaweza tukuanua na wakijana wengi wenzako ama wazee. Na asante sana. Bila shaka Andrin Kilemi ni wakazi wa kaunti ya Turkana wameweza kudadafua mengi zaidi kuhusiana na swala zima ama mchakato huu wa ugonjwa wa zinaa. Kutoka kaunti ya Turkana, mimi ni Kitio Mika na kurejesha kwako katika studio zetu za TV47. Kwako Andrin Kilemi.